Polisi wa Diani kaunti ya Kwale wamemwokoa kijana mwenye umri wa miaka 22, Guni Dele Mwatela, ambaye alidaiwa kufungwa minyororo na kuzuiliwa kwa muda wa miezi 5 katika nyumba ya mganga wa jadi anayejulikana kama Bakaanda, eneo la Kibundani. Mwezi wa kwanza tarehe 20 nikaonana na mganga, nikampatia mganga, akaniambia kuwa anaweza tibu. Kwa hivyo tukaelewana 18,000 anitibie, lakini akasema hawezi kumtibu hapo kwangu mpaka ampeleke kwa nyumbani. Operesheni hiyo ilifanyika baada ya maafisa wa usalama kupata taarifa kuhusu madai ya kijana huyo kushikiliwa katika mazingira yasiyofaa. Polisi walifika eneo hilo na kumtoa Dele ambaye alikuwa akihitaji msaada wa haraka wa kimatibabu. Mwezi wa pili, mwezi wa tatu nikaenda, afika pale mtoto wangu bado hali haijakuwa nzuri na pesa nampatia mganga haagui. Sasa nikamwomba nafasi ili nichukue mtoto wangu, lakini akakataa. Kwanza akanitukana kama mtoto mdogo. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Waliokamatwa ni mganga huyo wa jadi pamoja na mama mzazi wa kijana huyo, huku uchunguzi ukiendelea kubaini mazingira yote yaliyopelekea kuzuiliwa kwake. Juzi nikaja kwa sababu wamesema nataka 30,000. Juzi nikaja ili tuelewane, kwa vile nilikuwa nimemwambia kwa mimi sina pesa za kachi. Mganga sikumpata, nikampigia simu akasema nimsubiri. Nikasubiri mimi kutoka saa 3 mpaka saa 11:30 ndio nikatoka nikaenda nyumbani. Nikamwambia mama, bibi yangu, wewe akija mwambie mzee amekuwa hapa, lakini amesema hana kitu, na hiyo pesa ambayo ninahitaji hana uwezo wa kuitoa, na wale watu ambao walikuwa wamemdhamini wamechoka kutoa pesa kwa sababu wewe huagui, unatoa pesa na huagui. Maafisa wa usalama wamesema Dele anaripotiwa kuugua ugonjwa wa akili, hali ambayo huenda ilichangia uamuzi wa familia kumpeleka kwa mganga wa jadi. Hata hivyo, polisi wameonya dhidi ya vitendo vya kuwafungia na kuwatesa watu wanaokabiliwa na changamoto za afya ya akili. Baada ya kuokolewa, Dele amepelekwa katika hospitali ya rufaa ya Msambweni kwa ajili ya matibabu na uangalizi maalum. Polisi wamehimizwa wananchi kutafuta huduma za afya katika vituo vinavyotambulika na kufuata ushauri wa wataalamu wanaposhughulikia wagonjwa wa afya ya akili. Nikiripotia Shanzu TV, jina langu ni Davis John Kahindi.